Karibu msikilizaji, niweze kueleza yale ambayo yamejiri katika nyanja za kisiasa, tukijua kuwa leo hii ndiyo kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeweza kusikilizwa. Bonyeza alama ya like na subscribe niweze kukujuza. Makelele na shangwe ziliibuka mahakamani na wafuasi wa Tundu Lissu kuimba wimbo wa kusherehekea baada ya mahakama kuweka wazi kuwa kesi la Tundu Lissu limeweza kutupiliwa mbali. Na kiongozi au mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameweza kupata haki mahakamani kwa sababu mahakama imeweza kusema kuwa alikuwa anatetea haki ya Watanzania. Baadhi ya wafuasi wa Tundu Lissu wameweza kusherehekea barabarani wakisema kuwa kiongozi wao ameweza kupata haki na alikuwa amekabiliwa na mashtaka makubwa ya treason, yani uhaini, kwa kugeuza mageuzi ya uchaguzi na kukamata kwake ifanya haki yake ya kufanya kampeni au kushiriki katika siasa kusitisha na pia kuondolewa au kuzuiliwa kushiriki katika uchaguzi mkuu ambayo ni tarehe 29 mwezi huu. Na hali ya usalama na uhuru wa kisiasa ilikuwa imemweka katika magumu, ikiwemo kupigwa risasi na kujeruhiwa vikali wakati alikuwa mbunge. Maoni yako hapo chini kuhusiana na kesi hii ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa kosa la uhaini, yani treason, na ambapo pia alikuwa ameondolewa katika kushiriki katika uchaguzi mkuu tarehe 29. Na ni vigumu kutaja majina ya wanasiasa walioteka hisia za watu ama wananchi kwa jumla kwa ujasiri na msimamo bila kutaja Tundu Lissu antifas. Wafuasi wa Tundu Lissu wameweza kusema kuwa yeye si mhaini na kosa hilo lilikuwa tu kosa la kumharibia jina. Kama unavyoona kwenye screen, Lissu si mhaini. Ndani ya miaka 7 amebambikiwa kesi ya uchochezi, amevuliwa ubunge bila kosa, amepigwa risasi 16 bila kosa, amenyimwa stahiki za matibabu baada ya kushindwa kumuua. Sasa wamebambaika kesi ya uhaini imetosha. Na ni baadhi tu wa wafuasi wa Tundu Lissu ambao wamesema hii imetosha. Gozi wao kubabaishwa na kuteswa, hiyo imetosha, na wameweza kwenda barabarani kuweza kuandamana kuhusiana na hii uchochezi ambayo Tundu Lissu alikuwa amekabidhiwa nayo, ama mashtaka ambayo alikuwa amekabidhiwa nayo, ambayo si mashtaka ya kweli na ilikuwa tu mashtaka ya kumharibia na pia kumfanya asiweze kushiriki katika uchaguzi mkuu. Kumbuka pia mwenyekiti wa Chadema John Heche aliweza kushikwa asubuhi hii wakisema kuwa alikuwa na mashtaka na anastahili ende aweze kuyajibu, ambapo kushikwa kwake imeweza kushtumiwa na wanaharakati kadhaa na pia viongozi wa upinzani na pia wananchi kwa jumla wanaopinga utekaji nyara na pia kushikwa kiholela wa viongozi wa upinzani, ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda sasa, tukijua kuwa nchi inaelekea katika uchaguzi mkuu. Tutaweza kusikia maoni kadha wa kadha wananchi walivyosema. Pia tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na hii kosa ambayo mahakama imeweza kumhukumu Tundu Lissu. Kama huyu ameweza kusema Samia Suluhu Hassan anatumia madaraka vibaya na tuna wasiwasi. Je, mama amesoma kweli? Hiyo ni swali ambayo anauliza. Huyu ameweza kusema Lissu ni msomi mkubwa, chuo alichosoma Lissu ndio viongozi wa Marekani wanasoma kuja kuongoza. Sasa Lissu kasoma na watu wakubwa sana duniani. Usichokijua, kansela wa sasa wa Ujerumani ni darasa moja na pili, Lissu ni mwanasheria ambaye anasimamia watu wengi sana duniani na mataifa mengi, na kuna kesi ya kimataifa imemshinda, ndio maana wanatamani kuona atawezaje kutoka kwenye kesi hiyo ngumu ya hukumu ya kifo.
Angalie maoni mengine. Huyu amesema hakuna kesi hapo, usumbufu tu. Huyu Polycarp amesema hapo nyuma nilidhani Tanzania kuna demokrasia, kumbe ndivyo sivyo, ni kubadilisha tu marais walio kwenye foleni. Pia tungependa kusikia kutoka kwako. Je, unadhani kuwa kesi ya Tundu Lissu hakuna kesi hapo, ni usumbufu tu kama wengine wanavyosema kwenye screen? Tueleze maoni yako hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe. Asante kwa kuona.